Neno la Mungu tunalisoma kwenye Injili ilivyoandikwa na Mathayo, Injili ya Yesu Kristo, mlango ule wa 17 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 8. Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu, mlango ule wa 17 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 8. Mahali hapo pameandikwa: na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akamjibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Elia. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuri, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, nayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia wakaanguka kifurifuri, wakaogopa sana. Yesu akaja, akawagusa, akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Na nilipomaliza kusoma eneo hilo, nikajikuta kusoma Waefeso 1 mstari wa 17 hadi 23. Efeso 1:17 hadi 23. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri na utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake alioutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si la ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote, kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake mkamilifu wake, kukamilika kwa vyote katika vyote. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa ninajiuliza kwa habari hii ambayo imesomwa, tunasimama wapi? Nikapata shida kidogo mahala pa kusimama.
lakini mwisho nikajikuta kusimama niliposimama, na nikaona niweke kichwa kinachosema macho yetu kuona utukufu wa Mungu. Macho yetu kuona utukufu wa Mungu. Na tukizungumza utukufu wa Mungu, tunazungumza heshima ya Mungu. Tunazungumza uwepo wa Mungu. Lakini nikaendelea kujisumbua mwenyewe, na usumbufu wangu ambao nikajipa, hata nilipojipa nikajishangaa, na ikawa namna hii: uwezo wa masikio na macho katika kufikia malengo chanya katika maisha yako. Nikajisumbua, lakini nikashangaa kwamba kwa nini macho yetu katika kuona utukufu wa Mungu. Ikabidi nifupishe kwa kusema utukufu wa Mungu hauna mbadala. Utukufu wa Mungu hauna ufananisho. Utukufu wa Mungu unabaki jinsi ulivyo. Lakini nikaona nilete swali, na swali hili likawa na maneno haya: unaona nini ulalapo na uamkapo? Kila ukilala na kila ukiamka, huwa unaona nini? Nikaandika swali la pili, nalo likawa kama ifuatavyo: unaelewa nini uonapo unachokiona? Likawa ni swali la pili, yani nikajisumbua tu. Lakini baadaye nikamalizia na swali la tatu: unajifunza nini ukiona uonacho? Ukilala ukiamka, huwa unaona nini? Lakini pia ukiona unachoona, huwa unajifunza nini? Ama unaelewa nini? Wapendwa watumishi wa Mungu, habari hii tuliyoisoma muda huu, tunamuona Yesu amewachukua wanafunzi watatu, anapanda nao mlimani faragani kuomba. Na hao wanafunzi ni wale ambao pia katika ile Mathayo 26:36 hadi 46, pale mlima wa Mizeituni, pale Getsemani, alipoomba lisali moja, na ndipo utawasikia watumishi wa Mungu wakifundisha, walao mtu akikaa kuomba akijimimina kwa Bwana, lisali moja jimimine kwa Bwana, maana saa moja akajimimina kwa Bwana. Tulipokuwa tunaanza kushirikishana na paka mafuta wa Bwana hawa Jumatatu, siku ya ufunguzi, nilitoa karatasi moja likawa na maombi matatu, na nikawaambia mkashauriane mume na mke ama mke na mume. Ombi la kwanza ilikuwa huduma yangu, ili usiku ule waandike. Na ombi la pili ilikuwa kuombea kanisa, washauriane. Na ombi la tatu ilikuwa kuombea taifa la Tanzania.
lakini pia tukapatana watoe fotokopi na ile original waweze kuniletea na kopi wabaki nayo, na tukafanya hivyo. Kwa hiyo siku iliyofuata lisali moja tukafanya maombi yangu na kanisa langu. Lisali moja tukalitumia kwa ajili ya maombi. Na siku iliyofuata baada ya mafundisho tukalitumia huduma yangu na taifa langu. Kwa Yesu tunamuona mahali hapa amewachukua wanafunzi watatu ili akafanye nao maombi. Lakini nilichoshangaa zaidi, wakiweko huko mlimani, tunasikia habari za muonekano wa Musa, tunasikia habari za muonekano wa Elia. Kwa nini waonekane hawa? Na tungesimama na kichwa kikuu cha Jumapili ya leo inapozungumza hiyo sauti iliyosikika, ambayo pia ikasikika katika ile Mathayo 3:17 alipoingizwa hudumani kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Iliyosikika pia katika Yohana 2:5 kwenye harusi ya Kana, wanapopewa maelekezo kwamba lolote atakalowaambia fanyeni, maana ndiye sauti ya kusikika. Nawe ni shahidi, ziko sauti nyingi zinazosikika masikioni mwako, lakini sauti ya Yesu ina nguvu kuliko sauti zote ambazo masikioni mwako zinasikika. Hata wale ambao wakiwa mitaa ambayo anachanja mbuga, akiwa na mshikaji wake, akasikia kila staili ya sauti ya mshikaji, lakini katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, sauti ya Yesu ina nguvu kuliko sauti ambayo ni sauti ya kila mtu. Iko sauti ya mwajiri, iko sauti ya jirani, iko sauti ya mume wako, iko sauti ya mke wako, iko sauti ya mtoto, iko sauti ya mkuu wae yeyote. Zina nguvu, lakini sauti ya Yesu ina nguvu kuliko sauti zote, na ndiyo ambayo kwa hiyo tunapaswa kuheshimu. Na ndo maana wasomaji wa maandiko, unaposoma ile Mathayo 6:33 imeandikwa, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Iko hayo yote ya mkuu wa nchi, iko hayo yote ya mtu awaye yeyote, lakini hayo yote ya Yesu Kristo inazidi yote, na ndiyo sauti yenye nguvu, na ambayo wakaambiwa isikieni sauti hiyo. Wasomaji wa maandiko, ukisoma Zaburi ile 29, sauti ya Bwana ina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa watu walioonekana ni wale walio na uzoefu kupanda milimani. Musa aliwahi panda milimani, na Elia aliwahi kwako milimani. Na huku mlimani ambako Yesu na darasa ambao alikuwa anakula kwenye mlango huu, darasa halikupanda vizuri, na ndio maana akarudia tena darasa tunaloliona katika mlango wa 26. Maana alipokutana na Musa na Elia, ambapo ni unabii na sheria, hakuelewa vizuri. Ndiposa anapouelekea msalaba katika mlango wa 26
anamuomba Mungu ili mapenzi yake yapate kutimizwa, si kama anavyotaka yeye. Lakini hawa watu walipoona utukufu waliouona, wataalamu wa maandiko mradi, mnafahamu kila andiko mradi unaloliandika lazima ujue vigezo vya huyu unayemwandikia andiko mradi. Na ukiandika andiko mradi usipokidhi viwango vya huyu unayempelekea ili akusaidie, hilo andiko mradi haitatoboa. Petro alipoona aliyoyaona, anapeleka proposal kwa Yesu kwamba ni vizuri tujenge vibanda mahali hapa. Ilikuwa ni proposal, lakini ambayo proposal hii hakujua vigezo vya mfadhili ambaye atafadhili fedha. Na ingekuwa yamkini naomba ni ajira, imekuwa amepeleka maombi wakati hajakidhi vigezo vya kampuni ambayo inahitaji vigezo. Kwa hiyo lile ombi lake halikukubaliwa, maana alipeleka ombi ambalo haliendani na matakwa ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu Musa ambaye alionekana mahali pale, nikamshangaa. Lakini ule mstari ule wa 8 anasema walipoinua macho hawakuona mtu yeyote ila Yesu peke yake. Kwa nini wasimuone tena Musa? Kwa nini wasimuone tena Elia? Mungu atupe neema. Ziko nyakati tunaona tunaowaona nao wana ukomo, na wewe ni shahidi. Huyu ni Musa alionekana hapo wakimshirikisha yale ambayo walikutana nayo. Na ndiye Musa usomapo kitabu cha Kutoka ule mlango wa 14 mstari ule wa 10 mpaka 31, na hawa watu walipokuwa wanaondoka kule Misri na walipoona maadui. Nimekuuliza, ukilala ukiamka huwa unaona nini? Na unaelewa nini ukiona uonacho? Na huwa unajifunza nini ukiona ulichokiona? Hawa wenzetu ambapo Musa mahali hapo anatamkwa kuwa walimuona, ndiye huyu walipowaona maadui akawatia moyo kwamba nyamazeni, mtauona mkono wa Bwana ukiwatendea. Ndipo waliona wao wakivuka, maadui wakitikitizwa majini. Maana walipoyaona hayo, na ukishuka kule chini mstari wa 31, na wale Waisraeli wanasema walipoona matendo hayo wakamcha Mungu, wakamwamini na Musa mtumishi wa Bwana. Maana waliona matendo makuu waliotendewa na Bwana, wakamcha Mungu, wakamwamini na Musa mtumishi wake. Yesu amewapa neema ya kuwapendelea hawa watu. Nikajifunza kwamba katika maisha uko uwakilishi. Hawa wanafunzi watatu wamepata neema ya uwakilishi kusimamia jambo fulani. Kwa mara popote pale mtu anapopata neema ya uwakilishi, awakilishe ya wenzake. Ninamshangaa huyu Petro alipoona mazuri aliyoyaona, akasema, Bwana, ni vizuri tungebaki hapa. Katika maisha wako watu wamekaria walipokaria, na ziko mamlaka kwa kuona walioyaona. Sheria zingine zimebadilishwa juu kwa juu. Na huyu Petro ambaye ni mwakilishi wa wenzake, fikiri kwamba akibaki kule, yeye moja atakaa wapi? Fikiri huyu Petro ambaye anatamani wabaki mahali pale, hajari hata watu wengine waliowacha huku. Mungu atujalie neema, tuache ubinafsi
ili yale unayoyaona mazuri, hebu kamshirikishe na mwingine. Maana alipoona mazuri aliyoyaona, akatamani aendelee kukaa hapo hapo ili aendelee kufaidika yeye mwenyewe, hata akasahau kwamba amepata neema ya uwakilishi, kwa anatamani aendelee kubaki kule kule. Hiyo ni roho ya ubinafsi ambayo hajali watu wengine. Wapakwa mafuta wa Bwana, pateni kushirikisha vipawa vya watu wengine. Yesu alishirikisha vipawa vya watu wengine ili akaombe pamoja nao. Hayuko aliyemkamilifu, aliyemkamilifu ni Mungu peke yake. Tunaishi, tunategemeana. Na kama yuko mtu ambaye anasema sihitaji msaada wa mtu mwingine, hiyo ni roho ya kiburi, haijatoka kwa Bwana. Yesu mwenyewe aliwahitaji wengine hata kama walimtelekeza, lakini inaonesha alitambua mchango wa watu wengine. Namna gani umetambua mchango wa mwingine? Ni namna gani uliyetambua mchango wake? Hajatambua umetambua mchango wake, ni habari nyingine. Lakini umemshirikisha kwamba mimi ninatambua mchango wa kwako, kama vile ambavyo umetambua mchango wa kwake kwako, yeye hajatambua mchango wake kwako. Hiyo ni habari nyingine. Lakini habari hii inatupa nafasi ya kuweza kushirikishana. Ni mume na mke na watoto, yako mambo tunayohitaji kushirikishana. Maana aliye mkamilifu ni Mungu peke yake. Askofu anahitaji ashirikishane na mwingine, mwenyekiti ashirikishane na mwingine, makamu ashirikishane na mwingine, katibu mkuu ashirikishane na mwingine, mchungaji, kila mmoja mahali alipo ashirikishane na mwingine, ili ile ownership iweze kuongezeka ya kila mmoja kujisikia umiliki, maana ameshirikishwa. Na ndio maana Yesu akawashirikisha ili waweze, hata kama ataondoka, waweze kujua kwamba nasi tu sehemu ya haya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini Musa? Huyu ni Musa aliyewaipanda mlimani. Huyu ni Musa ambaye kaburi lake lilikuwa analijua Mungu. Kwa nini Elia? Huyu ni Elia aliyepanda mlimani na kaburi lake wanajuana na Mungu, na kama ungeenda kusafisha kaburi lake basi utalikuta kakolikuta. Kwa hiyo wanaitwa hawa, wanaonekana hawa. Na huyu ni Elia pia ambaye alitenda matendo makuu, ambaye hakutaka kujitukuza. Wasomaji wa maandiko, unaposoma ile Wafalme wa kwanza mlango wa 18 ukianzia 21 mpaka 37, ukivutwa zaidi mpaka 40, na ukisoma ule wa 36 hadi 37, imeandikwa huyu mtumishi katika utumishi wake hakutaka kujiproud yeye, hakutaka kujiinua yeye. Alipopambana na wale manabii wa uongo 450, akasema na ijulikane leo kwamba yuko Mungu katika Israeli. Wala hakusema na ijulikane kwamba yuko nabii Elia, akasema na ijulikane kwamba yuko Mungu katika Israeli. Wachungaji mnaoingizwa kazini leo, mnapoenda mtambulisheni Yesu, ili apate kujulikana Yesu kwamba katika jimbo la Mashariki yuko Yesu, ambaye unapomtambulisha utukufu ni wa kwake. Na ndio maana huyu Elia alipoomba hata wale manabii 450 mbele ya mtu mmoja, maana Mungu niko ambaye utukufu wake hachukuliani na mwingine, ni peke yake, ambaye utukufu ni wa kwake, na anajitwalia utukufu, na utukufu wake ukishuka heshima zinakuwa ni za kwake. Muinueni Yesu, mtambulisheni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sauti inasikika, msikieni huyu peke yake. Lakini cha msingi macho yao yapate kuona. Nikashangaa, nikana mwangalia mtumishi wa Mungu mmoja katika ile Yakobo, katika ile Mwanzo 28:10 hadi 22, utakuta ule mstari wa 12. Yakobo alipolala akaota ndoto. Katika ndoto yake anaona ngazi, malaika anapanda na kushuka.
Wewe ukilala unaota ndoto gani? Unashangaa mwingine anaota anafukuza na mbwa, anafukuza na ng'ombe, mara vibaka wamembaka. Lakini wako watu wanaomba, anakuta anapiga mapigo, yuko kwenye kwaya. Mtu mwingine anaomba, yuko kusafisha deki kanisani. Yuko mwingine anaomba, pengine anapiga vyombo. Maana roho yake imekaa mahali pale ambapo ndicho kinamtawala. Mungu atupe neema, atuokoe na ndoto mbaya za kuona unafukuzwa. Huyu mwenzetu akaona malaika wanapanda ngazi na kushuka. Ukilala kanisa la Bwana, huwa unaona nini? Yuko mtumishi wa Bwana ambaye ni Yeremia. Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 4 hadi 19, lakini ile 11 ukishuka pale chini. Nampenda Bwana. Macho ya Yeremia yakawa yametakaswa sawa sawa na Efeso ile 1:18. Ukianza 17 anasema roho ya hekima na maarifa, lakini macho yenu yatiwe nuru ili muone cha Bwana, na ukiona cha Bwana una uheri, maana unaona cha Bwana. Kwa Mungu atupe neema kuona kilicho cha Bwana, kama ambavyo Yakobo akaona cha Bwana. Ukimwona mke wako, ukiona mume wako, ukimwona mwenyekiti, ukimwona askofu, ukimwona makamu, ukimwona mwenyekiti wa wilaya, ukimwona mchungaji wa ushirika, ukimwona mwimbaji mwenzako, muone Bwana kwamba hapa Bwana yuko, ili macho yetu yakitiwa nuru. Na ndio maana Yeremia alipoulizwa akajibu akasema, ninaona ufito wa mrozi. Na Mungu akamwambia, umeona vema, nami naliangalia neno langu ili lipate kutimizwa. Na Mungu analituma neno lake kwa watu ili lipate kuwaokoa na maangamizo. Kwa hiyo neno la Mungu anapoliona, na ndio maana unapoenda kuomba, omba ukisema, Bwana imeandikwa, Bwana imeandikwa. Hapo ni lazima uwe na akiba ya neno lake. Unaposema imeandikwa, analiangalia neno lake ili apate kulitimiza, maana umesema imeandikwa, na hawezi kujipinga kwa neno lake. Na akaulizwa swali la pili, unaona nini? Akasema, ninaona ufito wa mrozi. Bwana akasema, ninaangalia toka kaskazini wako madui watakao kuja waipige Israeli. Mungu akupe macho ya kuona na yathibitishe kwamba umeona vema. Nampenda mtunga Zaburi ile ya 121 mstari wa kwanza, anaanza akisema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Wachungaji mnaoingizwa kazini, Mungu ayafungue macho yenu. Utakapoinua macho uone msaada kutoka kwa Bwana. Atauruhusu kutoka kaskazini, atauruhusu kutoka kusini, atauruhusu kutoka magharibi, atauruhusu kutoka mashariki. Macho yenu yamuone Bwana, yasione watu, yamuone Bwana. Maana akimuona Bwana, utaona utukufu wa Bwana. Na kama macho hajatiwa dozi, nampenda Yesu. Yuko mtumishi wa Mungu mmoja, alipomponya macho yake yakawa na mawenge. Alipopigwa kwizi kwamba unaona nini, akasema naona watu kama miti. Ile dozi akakuta CC hazikuwa fresh, ikabidi apige CC fresh. Akapigwa ile Crisapen, mguu kakaa sawa, na akasema unaona nini? Akasema sasa ninaona vizuri. Katika ulimwengu wa roho na wa mwili, macho yapigwe dozi, macho yapigwe dozi, macho yapigwe dozi, macho yapigwe dozi, upate kuona cha Bwana. Kama unaona watu kama miti, watu ni mfano wa Bwana, usione kama miti. Pigwa dozi, pigwa dozi, pigwa dozi kwa jina la Bwana. Walipoinua macho yao,
hawakuona mtu ila Yesu peke yake. Hakuonekana tena Elia pamoja na miujiza mingi, Elia hakuonekana. Musa pamoja na kazi kubwa aliyoifanya, Musa hakuonekana. Akaonekana Yesu peke yake. Semeni habari za Yesu anayeonekana. Sio habari za sisi. Sisi tunapita, sisi tunakufa, sisi tunatoweka, lakini Yesu anaishi. Semeni habari za Yesu anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Walipoinua macho yao hawakumuona mtu ila Yesu peke yake. Niwatakie neema ya Mungu kwamba tukaseme habari za Yesu. Niwatakie neema ya Mungu tukaone kilicho cha Mungu. Niwatakie neema ya Mungu tuache ubinafsi, tutangulize ya watu wengine. Niwatakie neema ya Mungu kuweza kusimamia lengo kuu. Ninarudia, niwatakie neema ya Mungu kuweza kusimamia lengo kuu pasipo malengo madogo madogo. Haimaanishi malengo madogo madogo usiyathamini, lakini lengo kuu usilipoteze alafu kakimbilia kwenye lengo dogo. Fikiri huyu Petro, wameenda kula akafanya maombi, nikajiuliza, hivi alijiandaa vifaa namna ya kujenga hilo? Imagine angeruhusa jenga sasa. Alijiandaa. Kwa uko usemi tunaosema, fikiri kwanza kabla ya kusema. Kwa jipe kutafakari, isiwe kama show kwamba hili linaleta matokeo. Sasa huyu anahama kwenye lengo la kuomba, hata nasahau wenzake kule ili wabaki hapo hapo tu. Mazuri yapo, tunaobadilisha yako mamlaka mengine na maeneo mengine. Unashangaa pengine mara walipo ilikuwa ni miaka 4 au miaka 5 inabadilishwa sheria, maana wanasema ni vizuri tubaki hapa hapa. Inatungwa sheria, ni sheria ya maslahi binafsi ili iendelee kuwalinda waliopo hapo. Maana ameona uzuri, lakini mwenye dhamira njema anatunga sheria inayosaidia watu wote. Mwenye dhamira mbaya anatunga sheria yenye maslahi kwake. Shindwa kwa jina la Yesu. Eti tubaki hapa hapa. Si aliona unono, lakini Yesu akasema lengo kuu ni kuomba tukachape kazi. Rudi kule, mazuri uliyoyaona kawaonyeshe watu. Litajeni jina la Yesu. Nimalize kwa kusema Yesu anasema si ninyi mlionichagua mimi, watumishi wa Bwana mnaoingizwa kazini. Hiyo ni Yohana 15 mstari wa 16 na 17, afutapandisha pale 7 na 8. Anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi ili mpate kumzalia matunda, matunda nayo yapate kukaa. Na tukikaa ndani yake sasa yule alituchagua, anasema ombeni lolote mtapewa. Lakini ile 16 kule mwishoni anasema ombeni kwa jina langu. Warusiende kule ukaanza kukemea mapepo katika jina la Askofu Mankuga, hilo pepo halitoki. Hata kama nitakuwekea mikono, haliko pepo litakalotoka kwa jina la Mankuga. Haliko pepo litakalotoka kwa jina la Simtengu. Haliko pepo litakalotoka kwa jina la Mwakalinga. Haliko pepo litakalotoka kwa jina la Mwakanyamale, bali kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo waimbaji wameimba na wametamkia baraka wakiwatuma kwamba mnakotumwa kalitajeni jina la Yesu. Sawa sawa na Matendo ya Mitume ule mlango wa 4 mstari wa 11 hadi 12 imeandikwa, yeye ndiye jiwe kuu la pembeni. Wataalamu wa ujenzi, mainjinia, ni kwamba jiwe la pembeni ndiko ambako kila kitu kinaanzia hapo. Na hata kama ni kupiga kamba inaanzia hapo. Na kama Yesu ni starting point, manake ni lazima vitu vianzie hapo. Nje ya Yesu utakwama, lakini katika Yesu unatoboa. Walipoinua macho hawakuona kitu
ila akamwona Yesu peke yake. Maana yake hawakuiona sheria, hawakuona unabii, wakaona neema. Na Tito ile 2:11-12 imeandikwa, maana neema ya Bwana imefunuliwa kwetu, nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Huyu Yesu anayejifunua kwetu, tukiona tutajifunza. Ulalapo uamkapo, unaona nini? Ukiona unachoona, unaelewa nini? Unajifunza nini katika kile kitu ulichokiona? Wao wakaona utukufu wa Bwana ukawafunika. Mungu atufunike popote tuapo, utukufu wa Bwana utufunike. Mwalimu wa kwaya, nasikia kuitwa. Naomba tusimame. 174. Sio Okay baba, asante sana. Safi kwa damu ya kuangikwa kwako, Yesu unijuvya mapenzi, imani, tumai, amani, radhi hapa na mbinguni. Nimesogea enzini pako, unisafi kwa ya kuangikwa kwako, uipai kazi yake ndani, uongezeka neema, ashindwe shetani. Nimesogea enzini pako, Bwana Yesu asifiwe. Tutarudia beti hilo la mwisho, na mara baada ya kumaliza hilo beti, kama kiko kitu ambacho umeona na unamhitaji Mungu kumwambia ni asante, ama umeona unahitaji Mungu akuvushe, atuvushe mara baada ya beti hilo, ambaye Mungu huipa imara ili kazi yake iende vizuri, tutaenda mbele za Mungu. Na utawasikia watu, kwa mfano tukiomba, watu wanasema sio utaratibu wa kwetu. Sawa, sio wa kwetu, lakini utaratibu wa Mungu.
Kwa sasa mimi nakuletea utaratibu wa Mungu. Kama utaratibu wa kwenu hauko hivyo siwapingi, lakini nakuletea utaratibu wa Mungu mwenye mbingu. Turudie. Kwa tutaenda kwa mwenye mbingu, mwenye kanisa, mwenye watu, kwamba tukipiga wimbo hilo beti tunaenda mbele za Mungu. Usiyejisikia kuomba hatukulazimishi kaa. Uongezeka neema, ashindwe shetani. Nimesogea enzini pako, unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Baba Mungu, katika jina la Yesu tunasogea mbele zako Mungu uliye mtakatifu. Tunaomba utusafishe kwa damu ya Pasaka. Jimbo la Mashariki tunasogea mbele zako pamoja na hapa kwa mafuta wako ambao Mungu naenda kuwapaka leo. Baba, tunasogea mbele zako. Tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe. Bwana, ukiwako uchafu wowote, tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu. Bwana, ukiwako uchafu wowote, tunaomba utusamehe, tunaomba Baba, 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 uturehemu. Baba, uturehemu, 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 uturehemu. Ukiwako uchafu wote mashariki, ukiwako uchafu wote mashariki, ukiwako uchafu wote mashariki, ukiwako uchafu wote mashariki, ukiwako uchafu wote mashariki. Baba, uturehemu, 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 uturehemu. Asante kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Yesu. Uturehemu Bwana. Asante kwa ajili ya watumishi wako, asante kwa ajili ya waumini, asante kwa ajili ya jimbo hili, asante kwa ajili ya taifa hili. Baba wa milele, na wakabidhi mikononi mwako. Mungu wa neema, naomba neema yako, naomba baraka zako, naomba ulinzi wako katika jina la Yesu. Bwana, kwenye madhabahu hii natamka baraka, kwenye madhabahu hii natamka neema, kwenye madhabahu hii katika jina la Yesu. Achilia nguvu zako, achilia uwezo wako Baba wa milele. Eneo la misioni kule Morogoro, natamka baraka Morogoro, natamka neema Morogoro, natamka baraka kule Mtwara na Lindi, natamka neema kule Zanzibar katika jina la Yesu. Baba, wilaya kaskazini naitamkia baraka, wilaya kusini naitamkia baraka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Macho yetu Bwana yatiwe nuru, tuone uwezo wako, tuone baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa milele, litunze taifa hili, litunze jimbo hili katika jina la Yesu. Heshima ni za kwako, heshima ni za kwako, heshima ni za kwako, heshima ni za kwako. Bwana Mungu, nashangaa kabisa. Bwana Mungu, nashangaa kabisa. Tutaimba wimbo. Bwana Mungu, nashangaa kabisa. Bwana Mungu, nashangaa kabisa. Mwalimu karibu. Bwana Mungu, nashangaa kabisa. Bwana Mungu, nashangaa kabisa. Karibu kwa huo wimbo. Mwalimu karibu.
Naomba kumshukuru Mungu kwa makofi mengi zaidi. Makofi mazito mara 3.